Naam, ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu, nitumie nafasi hii ya pekee kabisa kukukaribisha katika kipindi kizuri ukipendacho, kipindi chenye mafundisho yanayotusogeza karibu na Mungu wetu na yanayotufanya tutafakari kwa mambo ya uwakili. Kipindi hiki ni kipindi kinachojulikana kwa jina Wakili Mwaminifu. Wakili Mwaminifu. Na ninayezungumza nawe si mwingine ni mchungaji Adam Kiombile, mchungaji wa kanisa la Wasabato. Katika kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu ni kipindi ambacho, msikilizaji, ninatamani utoe muda wako uweze kusikiliza mafundisho ya Mungu, kwa sababu tunaona uwakili kama dhana nzima na msingi wa mahusiano yetu na Mungu. Na kipindi hiki kinatuweka wazi na bayana kuhusu msingi wa uwakili kama mfumo wa maisha ya mwanadamu. Yaani kila jambo unalolifanya, kila jambo unalolifikiria, kila jambo unalolitenda ni kukumbusha tu ya kwamba hilo ni uwakili. Kwa sababu chochote na vyovyote na vitu vyote, dhahabu, fedha na mali ni vya Mungu. Na kwa muktadha huo, kama vyote ni mali ya Mungu, basi hata sisi mwanadamu mwenyewe, yaani mimi, wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, nawe ni mali ya Mungu. Basi huo ndio uwakili, ya kwamba unapaswa utunze, hata wewe mwenyewe ujitunze. Na hiyo ndio jumla ya uwakili, ya kwamba uwakili ni jumla ya maisha yote ya mwanadamu. Na ukienda kwa undani zaidi, uwakili ni dhana nzima ya kiroho. Na kama ni dhana nzima ya kiroho, basi mfumo wa maisha ya kiroho ya mwanadamu yote ni uwakili. Mfumo wa maisha ya mwanadamu yote ni uwakili. Na hivyo basi tutakubaliana kwamba unachotenda, unachofanya, unachowaza ni uwakili. Na katika utangulizi huu ni kukumbushe, uwakili una wajibu. Uwakili una wajibu kwa sababu tumekabidhiwa vitu tuvitunze. Na kama tumekabidhiwa vitu tuvitunze, basi ipo siku tutadaiwa, na inategemea utunzaji wako ukoje. Kwa hiyo utaulizwa kile ambacho umekabidhiwa, utaulizwa umekitunzaje. Na kama umetunza vyema, wewe utaitwa vyema wakili mwema, mtumwa mwema. Na kama umetunza vibaya, hapo kwako inaweza kuwa changamoto. Hivyo basi, kwa utangulizi huu, katika kipindi hiki cha Wakili Mwaminifu, ni kukaribishe sasa tunapoenda kuanza kusikia somo letu la leo lenye kichwa kinachosema, yaani tutazungumza juu ya uwakili wa Injili. Nami ni kukaribishe sasa kutega sikio lako vizuri tunapokwenda kujadili hatua kwa hatua habari ya uwakili wa Injili. Na kabla hatujakwenda kuanza kuzungumzia habari ya uwakili wa Injili, niombe rafiki yangu hapo ulipo, wewe unayenitazama na wewe uliyepata wasaa kunisikiliza, basi kwa kumheshimu Mungu tufumbe macho tupate kuomba. Tuombe. Baba Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru tena kwa masaa ya pekee uliotupatia, ambapo tunakwenda kutafakari maneno yako matakatifu katika dhana ya uwakili. Na katika kipindi hiki Wakili Mwaminifu, tunatamani Yesu uwe pamoja nasi katika kutuongoza. Tunatamani Yesu uwe pamoja nasi katika kutuvuvia maneno ya pekee yenye ujumbe mzito
yenye uponyaji ndani yake, yenye kuugusa moyo wa mtu na kumtoa katika ngazi moja ya maisha na kumpeleka katika ngazi nyingine ya maisha ya kiroho. Lakini zaidi ya yote pia Mungu, bariki msikilizaji wangu, bariki ndugu mtazamaji ambaye atakuwa ametoa wasaa wake kwa ajili ya kusikiliza kipindi hiki. Ndivyo tunavyoomba na kuamini ya kwamba umesikia maombi yetu, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Naam, sasa uwakili wa Injili. Uwakili wa Injili. Ili tuweze kufahamu vizuri uwakili wa Injili, ni vizuri tukafahamu Injili ni nini. Injili ni uweza unaookoa. Uweza unaookoa. Na Yesu Kristo ndio kiini chake. Uweza unaookoa. Uwakili ni uweza unaookoa, Yesu akiwa ndiye kiini cha wokovu huo. Na hapa kuna maneno mazito sana. Uweza. Najaribu kutafakari habari nzima ya uweza. Uweza huu unaookoa umezungumzwa sana kwenye Biblia katika sehemu mbalimbali, ambapo wakati mwingine katika kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 na lile fungu la 10, hapo pia kuna jambo limezungumziwa kwa habari ya uweza. Ukumbuke tunazungumzia uwakili wa Injili na tumeona Injili ni uweza unaookoa. Sasa katika Ufunuo sura ya 12 na lile fungu la 10 nitasoma. Maandiko yanasema, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Neno ambalo nimetamani tutembee nalo hapa kwa kuweza kutafakari uweza ni ile neno lililosema, nikasikia sauti kuu mbinguni na ikisema, sasa kumekuwa wokovu, jambo la kwanza, na nguvu. Wokovu na nguvu. Neno la Kigiriki dunamis. Wokovu na nguvu. Hii nguvu inayozungumzwa hapa ndio nguvu ambayo ni uweza unaookoa. Ndani yake uweza huu umetafsiriwa kwa vitu vingi sana. Kama vile kitabu kile cha Waebrania sura ile ya 2, naye ametaja habari ya uweza huu. Ukumbuke tunaangalia habari ya Injili ni uweza unaookoa. Sasa hii Injili ni uweza huu unaookoa ndio tunataka tuuone kwa ufupi katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 2 na lile fungu la 4. Maandiko yanasema, Mungu naye akishuhudia pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe. Mungu naye akishuhudia pamoja nao kwa ishara na maajabu na nguvu nyingi. Sasa utagundua uweza huu pia si tu uweza wa nguvu unaokoa, lakini pia uweza huu unajumuishwa kwenye miujiza. Yaani unaelezwa pia kwenye miujiza. Kwa hiyo ni uweza ambao si tu kukuokoa, lakini hata muujiza unaweza ukatendeka. Injili ni uweza. Lugha nyingine, Injili pia inaleta hata muujiza. Yaani kama kuna mtu alikuwa amekata tamaa, ama kuna mtu alikuwa ni mgonjwa, akausikia uweza wa Injili, akaisikia Injili yenye uweza ndani yake, huo uweza utampatia uponyaji huyu mtu. Na kama si uponyaji wa kisaikolojia, basi unaweza kuwa ni uponyaji wa kimwili. Na kama si uponyaji wa kimwili, basi unaweza kuwa ni uponyaji
uponyaji wa kiakili, na huyu mtu akawa vizuri kwa sababu amesikia uweza, na uweza huu ni Injili. Kwa hiyo utagundua huu uweza umetafsiriwa katika mambo mengi sana. Hata vile Mathayo sura ya 22 naye ameelezea habari ya uweza huu. Kitabu kile cha Mathayo na sura ile ya 22 ana maneno ya pekee sana hapo mwandishi ameyazungumza, ambayo nayo ni ya pekee sana katika kuelezea habari hii ya uweza. Injili kama uweza unaookoa, na Yesu Kristo akiwa kiini chake. Mathayo 22 fungu la 29, maandiko yanasema katika lugha nzuri kabisa, anasema Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Nimelipenda sana fungu hili, na hasa katika mambo makubwa mawili. Yesu amewaambia ninyi mnapotea kwa kuwa hamjui maandiko. Neno la kwanza, hamjui maandiko. Hili maandiko. Neno la pili akasema kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Hata uweza wa Mungu hamuujui. Rafiki yangu, naomba nikuambie katika wasaa huu ya kwamba ni vizuri ukayajua maandiko. Maana ukiyajua maandiko umeujua uweza wa Mungu. Kama haujayajua maandiko ni ngumu kujua uweza wa Mungu. Yesu alinukuu akawaambia hawa watu ya kwamba ninyi hamjui maandiko, na kama haujui maandiko moja kwa moja pia haujui uweza wa Mungu. Sasa basi, hii ina maana gani? Ukitaka kufahamu uweza huu wa Mungu ambao leo hii tunazungumza katika kichwa kinachosema uwakili wa Injili, ambao tumesema Injili ni uweza unaookoa. Kama utashindwa kujua uweza huu wa Mungu, basi ni kana kwamba pia hautaifahamu na Biblia. Lakini kama ukaisoma Biblia, ukaifahamu Biblia, ukayafahamu maandiko vizuri, ukayaelewa maandiko vizuri, maana maandiko yamemfunua Yesu. Yesu amemfunua Baba. Ukiyaelewa vizuri, rafiki, utaelewa uweza huu ninaozungumza. Na ndipo utagundua Injili ina uweza. Injili ina uwezo wa ajabu. Injili ikikaa vizuri, ukaelewa vizuri, na ukaubeba ujumbe huu wa Injili vizuri, ukaondoka nao, rafiki yangu, atakayepokea Injili hii atapata uponyaji, atapata kupewa miujiza, na hata wewe kwako pia utapata kubadilishwa. Maana uweza huu ni uweza wa pekee sana. Na Injili ni Yesu mwenyewe. Haleluya. Injili ni Yesu mwenyewe, na Yesu ndiye uweza. Na kama Yesu ndiye uweza, na uweza huu pia hajaubakiza kwake yeye mwenyewe. Mungu ni pendo, na kudhihirisha Mungu ni pendo, anapenda ashare mambo ya kwake na sisi wanadamu. Anapenda afanye kazi pamoja na sisi. Na ndiyo maana katika kitabu kile cha Matendo sura ile ya 1 na ile fungu la 8, Mungu akaona siwezi kuwa na uweza peke yangu alafu nikaishi peke yangu, ili nikamilishe pendo nililokuwa nalo kwa wanadamu pia, kwa viumbe nilivyoviumba, akatupatia huo uweza. Matendo sura ya 1 lile fungu la 8, maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Naomba tuishie tu hapo hapo. Neno nalolihitaji ni kwamba lakini mtapokea nguvu. Kitendo hiki kimeonyesha Mungu ameshare uweza huu wa Injili na sisi. Ameshare uweza huu wa Injili na mitume. Na hivyo ninaomba nikwambie rafiki yangu, hata wewe ukiibeba Injili hautakwenda peke yako. Utakwenda na uweza huu, nguvu ya Roho Mtakatifu, uweza dunamis, ambayo
hii utafanya mambo mengi. Kama ni uponyaji utautenda, kama ni muujiza utafanya, kama ni uwezo wote ambao Mungu ameamua kuuweka kwako, rafiki yangu, utafanya, maana si uwezo wako. Na kitendo hiki, kwa kuwa tumepewa uweza, tumekabidhiwa injili, tumepewa uweza, ndiyo maana basi hiki kitendo cha kupewa uweza, cha kupewa injili, hii injili si ya kwetu. Hii injili si ya kwangu. Mimi ninafanya kazi ya kuhubiri injili ya Yesu. Kitendo hiki kimefanya mimi kuwa wakili. Kitendo hiki cha kukabidhiwa injili kimekufanya wewe kuwa wakili. Kwa hiyo wewe una uweza. Ukiondoka kumhubiri Yesu, wewe una uweza. Wewe una uweza. Na kama wewe una uweza, umepewa huo uwezo, umepewa hiyo injili, wewe ni wakili wa injili. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja, ya kwamba huyu Yesu ambaye tunajifunza habari zake, kitendo hiki ambacho tumekizungumza ndicho kimekamilisha swala zima la uwakili wa injili. Lakini maisha, kifo na ufufuo wa Yesu, jinsi Yesu alivyozaliwa, jinsi Yesu alivyokuwa tangu akiwa mdogo, na maisha yake yanasemekana kwamba akiwa tu mdogo alipitia upinzani mwingi sana wa maswaiba wake wa karibu sana. Lakini kadiri alivyoendelea kukua, pia hata alipofikisha miaka 30 katika mwaka ule wa 27 AD, alikuwa akifanya kazi katika karakana ya baba yake. Lakini alipomaliza akabatizwa, akafanya kazi ya miaka 3.5 akitembea huku na kule. Lakini baadaye akakamatwa, akaingia kwenye mateso, wakamtesa, na baadaye wakamwangika msalabani. Na baadaye Yesu akakata roho, akalala siku ya kwanza kaburini, akalala siku ya pili kaburini, na siku ya tatu Jumapili alfajiri Yesu akafufuka. Lakini Yesu pia akakaa kwa siku 40 baada ya kufufuka kwenye ulimwengu. Na baada ya siku hizo 40 Yesu akapaa kaenda mbinguni. Hayo yote ni package nzima ya maisha, kifo na ufufuo wa Yesu. Hiyo package yote hiyo ndiyo injili. Hiyo ndiyo injili. Na hiyo ndio iliyoelezwa na vitabu 4, Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Wameelezea maisha, kifo na ufufuo wa Yesu. Na ndio maana tunasema katika vitabu 4 vya injili vimezungumza injili. Kwa hiyo injili ni maisha yote ya Yesu. Injili ni jinsi Yesu alivyoishi kwenye ulimwengu. Kila alichokitenda Yesu kilikuwa ni injili. Mpaka alipokufa ilikuwa ni injili. Mpaka alipofufuka ilikuwa ni injili. Habari njema inayookoa. Kwa hiyo Yesu ni habari njema inayookoa. Lugha nyingine ni uweza unaookoa. Ni habari njema ambayo kila jicho linatamani kumsikia. Maana kila anayesikia habari za Yesu anapata tumaini. Maana kila anayesikia habari za Yesu anaiona nuru. Sasa kama maisha, kifo na ufufuo wa Yesu ndio habari njema, hii ndio injili. Mahali fulani Biblia imemzungumza Yesu kama kinara wa Biblia, ikiwa na maana ya kwamba tangu kitabu cha kwanza cha Mwanzo, yaani Mwanzo 1 fungu la kwanza mpaka la 2, limezungumza habari za Yesu kama neno akatamka. Lakini pia mpaka Ufunuo, kitabu cha Ufunuo imezungumza mwisho, imemaliza na habari za Yesu kinara. Na hivyo kama Yesu amezungumzwa kitabu cha Mwanzo, Malaki, alafu Agano Jipya, Mathayo mpaka Ufunuo, na wakati huo pia kuna vitabu 4 vya injili vimemzungumzia maisha, kifo na ufufuo wa Yesu. Kwa hiyo basi Yesu ndiye kinara wa Biblia. Na kama Yesu ndiye kinara wa Biblia, Yesu ndiye injili,
Na kama Yesu ndiye Injili, basi Biblia nzima, yani Agano la Kale na Agano Jipya, ni Injili. Kwa hiyo Biblia inamwelezea Yesu. Yesu ni uweza. Uweza huu ndio Injili. Injili ni uweza unaookoa. Injili ni habari njema inayookoa. Habari njema ya nani? Ya Yesu Kristo anayeokoa. Kama ndivyo, Yesu kabla hajaondoka hapa duniani alitoa maagizo ya sisi tukafanya nini kwenye Injili. Soma nami kitabu kile cha Matendo. Kitabu kile cha Mathayo. Mathayo sura ile ya 28, kuna maneno ya pekee sana hapo ambayo natamani tuyasome. Mathayo sura ya 28, lile fungu la 18 mpaka lile la 20, anasema, Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Nimetamani hili neno, tunaweza tukaishia hapa tu, lakini nimelitamani hili neno linalosema, ndugu msikilizaji wangu, ya kwamba na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Rafiki, ukipata wasaa ukasema unakwenda kuhubiri Injili, Injili unayohubiri hautahubiri nje na aliyoagiza Yesu. Hautahubiri nje na aliyoamuru Yesu. Yesu ameamuru Injili gani? Yesu ameamuru Biblia, maandiko matakatifu, Injili, yani yeye ahubiriwe kwa mataifa yote. Na nimewaambia kwamba Yesu ndiye kinara wa Biblia. Tangu mwanzo mpaka Ufunuo ameandikwa. Kwa hiyo wewe unapopata wasaa ukaenda kuhubiri Injili, ni lazima umuhubiri Yesu. Kinyume na hapo wewe hautakuwa unahubiri Biblia. Na kama unakwenda kuhubiri Biblia, kama unakwenda kuhubiri Injili, hasa hiyo Injili unayohubiri, hiyo sio ya kwako. Sio ya kwako rafiki. Na kama sio ya kwako, wewe umepewa tu ufanye kazi na hiyo. Wewe umepewa tu uwe mwakilishi. Wewe umepewa uwe kama balozi wa hiyo. Na kama wewe ndio umepewa, wewe ni wakili wa Injili. Wewe ni wakili wa Injili. Na kama wewe ni wakili wa Injili, kuanzia leo ninaomba nikwambie, usiende kuhubiri unayotaka wewe. Mafundisho yako uyatoe kwenye chanzo kilicho chema, yani maandiko matakatifu. Bwana ameamuru hivyo. Ujumbe wako utoke kwenye chanzo kilicho bora, na ukifanya hivyo wewe utakuwa wakili mwaminifu. Wewe utakuwa wakili bora, maana utahubiri Injili. Utahubiri Injili. Utahubiri neno ambalo Bwana amekuamuru ulifanya hivyo. Na tukienda, hatuendi peke yetu kufanya hiyo kazi. Bwana huyu ni wa pekee sana. Mimi nikitafakari jinsi alivyo, ametukabidhi kazi hii ya kwamba unakwenda kuhubiri, unahubiri kile ambacho amekuagiza yeye. Lakini pia unapokwenda hauendi peke yako. Rafiki, tumesoma kitabu kile cha Matendo sura ya 1 fungu la 8. Anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia kwenu yule Roho Mtakatifu. Ukienda kuhubiri, unakwenda na uweza. Unakwenda na nguvu ya ajabu. Unakwenda na uweza wa Mungu, uweza wa Yesu Kristo ndani yako. Kwa hiyo wewe unapokwenda kuhubiri, huwezi kuhubiri ya kwako, maana kwanza unaongozwa na uwezo wa Mungu. Na huko unakwenda pia hata miujiza utafanya, maana unakwenda na uweza wa Mungu. Rafiki yangu, nikwambie tu ya kwamba masaa haya unapoendelea kutazama, kuna nguvu ya kubeba Injili. Na kuna nguvu ukibeba Injili. Hautakuwa peke yako. Kuna nguvu ukienda na ujumbe wa Injili. Uweza utakuwa nao. Roho Mtakatifu atakuwa kama kiongozi wako. Nikutie moyo rafiki, kubali kuwa wakili mwaminifu, na hasa katika uwakili wa Injili.
Ukiwa wakili wa Injili utatembea vizuri sana. Kitendo hiki kinatufanya sisi kuwa ni mawakili wa Injili, kwa sababu hata unachoambiwa kwenda kukifundisha sio chako, ni Injili, na Injili ni Yesu. Kamhubiri Yesu rafiki. Injili ina nguvu wapendwa, ni uweza uletao wokovu kwa kila aminie. Hebu soma nami kile kitabu cha Warumi sura ya 13 fungu la 6 mpaka la 8. Uone habari ya uweza, Injili hii kama yenye uweza. Maandiko yanasema katika kitabu kile cha Warumi sura ya 12 fungu la 6 mpaka la 8, anasema basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadiri ya neema mliopewa. Yani hii Injili inaambatana na neema. Ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani. Ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu. Katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Yani hizi ni aina ya karama ambazo unaambatana. Yani kuna uhusiano kati ya Injili na karama. Kuna uhusiano mkubwa sana. Hayo ni matendo yanayokwenda mtu ambaye amepewa hiyo karama, amepewa hayo matendo akayafanya. Hayo matendo ni Bwana amekupatia, Roho Mtakatifu amekupatia. Na akikupa uende ukafanye kazi, pia hauendi peke yako, unakwenda na huo uwezo. Na ndio maana karama pia, hata karama ni uwakili. Hata karama ni uwakili. Wewe ukiwa na karama fulani, naomba nikwambie tu rafiki yangu, nao ni uwakili. Sio wako. Niliwaambia kwamba wakati nimeanza nikasema uwakili una wajibu. Uwakili una wajibu. Tutawajibishwa kwa kile tulichopewa. Kama umeipokea Injili ukaifanyia kazi, utaulizwa. Kama umepewa karama ukazifanyie kazi katika kusambaza neno la Mungu, utaulizwa. Kwa kitendo hicho kuna uhusiano mkubwa wa Injili na karama. Uwakili wa Injili ndio kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Uwakili wa Injili ni kama kumkubali Yesu awe ndani yako. Na kama ukimkubali Yesu awe ndani yako, uweza wake pia utakuwa ndani yako. Na mahusiano yako na Mungu pia yatakuwa karibu. Na hivyo chochote utakachokifanya, wewe utakuwa ni wakili. Tena wakili mwaminifu. Nami nikutie moyo rafiki, mkubali Yesu kama Bwana Mwokozi wako, akae ndani yako, apate nafasi ndani yako. Yesu akipata nafasi ndani yako, rafiki, wewe utakuwa wakili. Na ukienda kuhubiri Injili, wewe utakuwa wakili mzuri wa Injili. Uwakili unaambatana na uwezo wa Mungu ndani ya mtu. Huwezi kuwa wakili wa Injili kama hauna uhusiano na Yesu. Maana hapa ndipo ibada ya kweli kabisa inayoanza ndani ya moyo wa mtu. Ndio ibada ya kweli kabisa. Na bila uzoefu wa Injili, uwakili unaweza kuja kuwa kwako kama utumwa wa kiroho. Omba nirudie neno hili vizuri. Bila kuwa na uzoefu wa Injili, kama haujaitambua vizuri Injili, na ili uitambue Injili ni kumpokea Yesu Kristo. Kwa hiyo kama haujaitambua Injili, ina maana Yesu hajakaa ndani yako. Wewe naomba nikwambia kwamba uwakili utakao kwa ukiufanya utakuwa kama ni utumwa wa kiroho ndani yako. Maana Yesu akikaa ndani yako, utaishi kuwa wakili mwaminifu. Zaka na sadaka utatoa kwa moyo wote, kwa uwezo wa Yesu ndani yako. Tena unatoa kwa furaha tupu. Lakini kama Yesu hayupo ndani yako, ni dhahiri ya kwamba hata Injili haipo ndani yako. Na kama Injili iko ndani yako, hauwezi kuwa wakili wa Injili. Na kwa kuwa Yesu hayuko ndani yako, unaweza kutoa hata zaka na sadaka. Ni uwakili tu. Unasema mimi natoa zaka na sadaka. Lakini utakuwa ukitoa zaka na sadaka kutimiza matendo ya dini. Utakuwa ukitoa zaka na sadaka ni kama kutimiza matendo ya dini. Maana unatoa kama ni kauzoefu fulani hivi. Uwakili ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Na uwakili wa Injili ni kuwa na mahusiano mazuri na Yesu. Yesu akaishi kwako, nawe utakuwa na wakili wa Injili.
utamuelewa Yesu vizuri, utayaelewa maandiko vizuri, na ukiwa katika hali hiyo, lolote unalokwenda kulifanya, hata utoaji wa zaka na sadaka, utatoa kwa furaha kutoka ndani ya moyo na kukamilisha tendo zima la ibada la hiari ambalo litatoka ndani ya moyo wako. Hivyo basi, kama Yesu hayupo ndani yako, unaweza kutoa zaka na sadaka kutimiza tu matendo ya dini. Lakini kama Yesu yuko ndani yako, unaweza kutoa zaka na sadaka kwa moyo wa hiari na ukifurahi. Furaha inabubujika kutoka ndani ya moyo. Na usipotoa katua unaumia, maana Bwana yu ndani yako. Na watu wa namna hiyo, hatutoi zaka kwa furaha, hawatoi zaka kwa furaha. Tunatoa kwa manunguniko. Wale ambao uwakili hauko ndani yao, ama Yesu kama injili hayuko ndani yao, unatoa zaka kwa manunguniko sana. Unatoa zaka kwa kuhoji sana. Ni kama anatafuta kichaka ajifiche hivi, kama kuna mahali apate tafungu unalomwambia kwamba sasa punguza kidogo usitoe sasa hivi, yani apate mafungo namna hiyo, lakini kichaka cha namna hiyo kwenye Biblia hakipo. Mpokee Yesu. Yeye ndiye injili. Au lainishe moyo wako, uishi kiinjili. Ukawe ubiri. Uwe ubiri. Ukiishi kiinjili, moyo wako utabubujika furaha ndani ya maisha yako. Uzoefu wa injili utakupeleka kwenye tendo pale Calvary. Then waambie rafiki, kuna matukio kadhaa ambayo Yesu aliyafanya pale Calvary, au matukio ambayo Mungu aliyafanya kwetu. Kwa habari ya uzoefu wa injili, utatupeleka kwenye tendo namba 1 na kwenye hali ya wokovu. Maneno mawili hapo. Tendo lipi? The act and the condition of salvation. Tendo lipi? Tendo la kwanza, tendo la wokovu. Tendo la wokovu alifanya Mungu kwetu sisi, kumtoa mwana wa pekee kufa pale msalabani. Hilo ni tendo la wokovu. Kitendo Yesu kufa pale msalabani ni tendo la wokovu. Sasa uzoefu wa injili siku zote utakutazamisha kwenye tendo hili la wokovu la Yesu kufa msalabani. Ndio maana Yohana 3:16 ni maneno mazuri sana. Mungu akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima milele. Huyu mwanae wa pekee aliyemtoa akafa, hapo amekamilisha tendo la wokovu. Sasa tendo hili la wokovu linaendana pia na neema. Neema ni tendo la Mungu mwenyewe kwetu kwa wanadamu. Bila tendo la neema hakuna wokovu na hakuna Ukristo. Hiki ndicho kiini kikuu cha uwakili wa injili. Yaani ukiufahamu msalaba vizuri, lile tendo kalifahamu vizuri, naomba nikwambie utakuwa umeelewa vizuri uwakili wa injili. Na hali ya wokovu ni mfumo wa maisha yako baada ya kuielewa injili na kuikubali injili. Mfumo wako wa maisha utakuwa unasadifu msalaba. Mfumo wako wa maisha utakuwa unaeleza Calvary. Wewe utakuwa ni mpole, mnyenyekevu, mwaminifu kwa Mungu. Wewe utakuwa ukitoa zaka na sadaka kwa uaminifu sana. Wewe utakuwa ukitoa zaka na sadaka kwa furaha. Na kila tendo la uwakili kwako litakuwa ni jema, na utalifanya kwa kujitoa. Na hauwezi kuwa wakili katika dhana ya Biblia kama haujaelewa tendo la wokovu. Labda pia, na sio tu kuelewa, na kukubali tendo hili la wokovu lenye neema ndani yake. Kupitia tendo hili la Yesu kufa msalabani, Mungu ametupatia karama ya wokovu. Kupitia tendo hili la Yesu kufa msalabani, Mungu amerejesha uhusiano wetu na yeye. Maana ulikufa. Kwa hiyo tendo la Yesu kufa msalabani,
tumerudishiwa uhusiano wetu. Na kitendo hiki cha kurudishiwa uhusiano wetu na Mungu, hiki kitendo cha kurudishiwa uhusiano wetu na Mungu, na mahusiano hayo mojawapo ni kukabidhiwa Injili. Tumeaminiwa. Bwana ametuamini, rafiki. Bwana amekuamini, amekupa Injili yenye uweza ndani yake. Huweza kama haumwamini Yesu, hauwezi kubeba uweza huu. Wenye uwezo wa kubeba uweza huu ni wale wanaomwamini Yesu. Yesu ametuamini, amekupa Injili, nawe uwe wakili mzuri wa Injili. Ndio maana wakili ni mahusiano yako na Mungu. Uhusiano huu ulitengenezwa pale Calvary. Usipoelewa na kukubali kifo cha Yesu, utapata ugumu wa kuishi kiuwakili. Usipoelewa na kukikubali kifo cha Yesu, maana kuelewa ni hatua moja na kukubali ni hatua nyingine. Kuelewa hata shetani anaelewa. Shetani naye anaelewa Biblia vizuri sana, lakini hajakikubali kifo cha Yesu. Nami nakwambia usiishie tu kuelewa hii habari ya Calvary, Yesu kufa pale Calvary. Naomba nikwambie, endelea hatua nyingine mbele. Kikubali kifo cha Yesu. Mkubali Yesu kama Bwana Mwokozi wako. Hatua hiyo itakufanya wewe uwe ama uishi kiuwakili. Na ili uelewe na ukukubali, lazima kuwe na tendo la imani. Bwana asifiwe. Lazima kuwe na tendo la imani. Maana kuelewa Injili ama kuelewa kifo cha Yesu pale Calvary, hatua ya pili, ukakikubali, ukajitoa, ukasema natamani sasa Yesu awe Bwana na Mwokozi wangu, ukamkubali aishi ndani yako, ni jambo lingine la pili. Sasa hatua hii hauwezi pia ukaielewa vizuri ama Yesu akaishi ndani yako kama hauna tendo la imani. Kama hauna tendo la imani, rafiki. Tendo la imani ni jibu lako kwa Mungu. Mungu ametupatia neema. Tendo la neema ama tendo la Yesu kufa pale msalabani, ametoa neema. Neema ni tendo la Mungu mwenyewe kwetu sisi wanadamu. Tunajibuje neema ilipotoka? Sisi tunajibu neema kwa tendo la imani. Mimi napaswa niamini, nijibu neema ya Yesu kwa tendo la imani, nikubali kafara ya Yesu msalabani. Imani yangu ikiwa vizuri. Sasa sikiliza, kupitia tendo la imani unachagua kuamini kwamba yote anayosema Mungu ama Yesu ni kweli. Yote aliyofanya Mungu ama Yesu pale Calvary ni kweli. Na kupitia tendo hili la imani unachagua Mungu kuruhusu kufanya kazi na wewe. Bwana asifiwe. Unachagua na unaruhusu Mungu afanye kazi na wewe. Watu wengi tunafanya kazi ya Mungu, lakini hatufanye na Mungu. Tunafanya kwa akili zetu. Kazi itakuwa ngumu sana. Hii Injili ama uwakili wa Injili ambao tunazungumza, hauwezi ukafanya kwa akili zako. Rafiki yangu, utafanya kwa nguvu nyingi sana. Na baadaye unaweza ukafanya hata kwa migongano mingi sana. Hata unaweza kuwa unagombana na wenzako kwa sababu roho Mungu hayuko ndani yako. Na unaona kabisa na jinsi ilivyo, utaona watu wanabatizwa. Sawa, wanaweza kubatizwa watu na tukio likatimizwa vizuri tu kabisa. Lakini kuna utofauti mkubwa wa mtu anayefanya kazi na Mungu na asiyefanya kazi na Mungu. Kuna utofauti mkubwa sana wa mtu mwenye uweza wa Injili ndani yake na asiyekuwa na uwezo wa Injili ndani yake, lakini anahubiri Injili. Unaweza ukawa na effort, mhubiri ni yule yule, timu ni ile ile, na siku za effort ni zile zile. Kama ni siku 21 au 14, hizo hizo. Lakini kama una roho wa Mungu, unaweza kufanya effort kwa ugumu sana sana. Na mwisho mkabatiza watu 5 mkashangilia, au watu 10 hata mkashangilia, mkasema tumebatiza watu 10. Ni kweli. Ni kweli. Dunia sasa hivi tunaweza tukaishi
na tukafanya kazi ya Mungu bila Roho Mtakatifu na tusigundue. Tofauti na wanafunzi wa Yesu, walikuwa hawezi kwenda kufanya kazi hii pasipo Roho Mtakatifu. Wanafunzi wa Yesu wangetembea kwenda kuhubiri, alafu Roho Mtakatifu akawa ameondoka, wangegundua, wangerudi kazini. Wangerudi nyumbani wakasema tu hatuondoki mpaka Roho Mtakatifu aje. Tumwagiwe ile nguvu. Lakini wakati wa sasa unaweza kujikuta kwenda kufanya kazi bila Roho Mtakatifu, na wala usigundue, na ukahisi tu tuna Roho Mtakatifu, na ukafika unabatiza. Lakini wale watu wanaofanya kazi pamoja na Mungu, uweza wa Injili, uwakili, wanaishi katika uwakili wa Injili, wana uweza wa Mungu ndani yake, wao watafanya kazi ile, wataifanya ile kazi. Kazi ni ile ile, mhubiri ni ule ule, siku ni zile zile za effort, wanatimu ni wale wale, lakini katika kufanya kwao wanaweza kujikuta wanafanya kidogo tu na nguvu ndogo, matokeo yakawa ni makubwa kabisa. Hawa inawezekana kubatiza watu 10, hawa inawezekana kubatiza watu 50 mpaka 100. Hao eneo lilikuwa ni gumu mno, lakini watu wanabatizwa, wanashangaa, na kitendo hiki kitawapelekea hata wenyewe kujua huu si uwezo wetu. Lakini wale waliofanya bila Roho Mtakatifu, wakibatiza 10 wanajisifu, tumefanya kwa uwezo wetu, tumefanikiwa bwana, watu 10. Lakini kama wangekuwa na Roho Mtakatifu, wangebatiza 100 hata 200, kama vile kanisa la Agano Jipya lilipofanya effort na kubatiza watu zaidi ya 3,000 kwa siku moja. Hata wao wakakiri huu si uwezo wetu, uwezo wa Mungu ndani yetu. Kwa Mungu kuna raha sana kufanya kazi na Mungu. Lakini pia ili uishi katika uwakili wa Injili, kuna raha sana kuwa na mahusiano na Mungu. Na huko ndiko kukamilishwa kuwa wakili mzuri wa Injili. Huko ndiko kukamilishwa kuwa wakili mzuri wa Injili. Na hapa ndipo tunaelewa kwenye mzunguko wa maisha ya uwakili. Na hapa ndipo zaka na sadaka ambazo itakuja kuwa uzoefu wa furaha mtu atautoa mwenyewe, maana atakuwa ameelewa tendo hili la imani lilompelekea kuamini Injili, na Yesu akawa ndani yake, na uwezo wa kumwokoa, na uwezo unaokuwa ukawa ndani yake, maana ameamini. Nimewaambia tendo hili la Yesu kufa msalabani na kutupatia neema ni tendo la wokovu ambalo sisi tunapaswa kulipokea kwa tendo la imani. Yaani tuliamini, tumwamini Mungu. Na hivyo basi unaoakisi uhusiano wa Mungu. Haya ndio maisha ambayo utakuwa nayo. Utoaji wa zaka na sadaka yatakuwa ni maisha yenye kuakisi uhusiano wako na Mungu. Kama Injili ni habari njema, kama Injili ni habari njema, na tumeona uwakili wa Injili, basi utoaji wa zaka na sadaka nao ni habari njema kwa mtoaji. Bwana asifiwe. Kama kweli Injili ni habari njema, na Injili ikakaa ndani ya mtu, na huyu mtu akawa na uweza ule wa Mungu, na huyu mtu akaishi kiuwakili, akaiishi ile Injili, akawe mwenyewe ni ubiri, ina maana chochote anachokifanya ndani na mfumo wa maisha yake katika mahusiano yake na Mungu ya kiroho, ya maisha ya kila siku, kila anachofanya, kila anachotenda, kila kitu anachokuwa kikiwaza ni mambo ya kiroho, maana Yesu yu ndani yake. Akifikia hivyo basi, huyo mtu atakuwa ana habari njema. Na kama uwakili ni habari njema, ama Injili ni habari njema, na uwakili wa Injili nao ni habari njema, hata anayetoa zaka na sadaka moyoni mwake, kwake itakuwa ni habari njema. Huyo itakuwa ni habari njema. Maana maisha yake yote yanasadifu uaminifu. Maisha yake yote ni ubiri. Maisha yake yote ni Injili. Basi Yesu akiwa ni Bwana wa kila eneo kwa maisha yetu, tutatenda kwa uaminifu mambo yote. Baada ya kuweka introduction nzuri ama utambulisho mzuri huu wa uwakili wa Injili,
Sasa uwakili wa Injili una maeneo makubwa manne. Uwakili wa Injili una maeneo makubwa manne. Na maeneo haya tunayapata kwenye kitabu cha Matendo sura ile ya kwanza na lile fungu la 8. Kitabu kile cha Matendo sura ile ya kwanza na lile fungu la 8, nataka tuwe pamoja hapo katika kupata maeneo makubwa manne ya Injili. Hili fungu linasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nguvu mtapokea baada ya yule Roho Mtakatifu kuja. Sasa Roho Mtakatifu ameingia namna hiyo nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi. Sasa ukisha kuwa na hiyo nguvu ya Injili na huo uweza wa Mungu ndani yako, hautakaa utulie. Roho haitakuwa na amani. Itakushawishi tu kutoka na kwenda kuwa shahidi wa Yesu. Roho itakushawishi tu. Maana roho itakuwa kama inakereketa, una ujumbe mzito wa Yesu ndani yako. Kwa hiyo itakushawishi tu kutoka kwenda kuwa shahidi wa Yesu. Anasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Eneo la kwanza, Yerusalemu. Yerusalemu. Sasa Yerusalemu ni wapi? Hilo ndilo eneo la kwanza. Nimesema kuna maeneo manne ya Injili. Eneo la kwanza la Injili, Yerusalemu ni nyumbani kwako wewe. Yerusalemu ni nyumbani kwako wewe. Sasa ukumbuke umekuwa Injili, umekuwa ubiri. Mwandishi mmoja aliye kuzungumza kwamba akasema maisha yako ni ubiri. Kuna watu wanahubiriwa. Lakini yeye alitumia neno hili akasema maisha yako ni Biblia. Kuna watu wanasoma. Sasa kila siku watu wanasoma nini? Yaani jinsi unavyoishi, kuna mtu anasoma Biblia. Kuna mtu anasoma ubiri. Kila unachofanya wewe ni ubiri, kwa sababu wewe ni Injili. Kila unalowaza, muonekano wako, matendo yako, wewe ni ubiri, wewe ni Injili. Kuna mtu anaisoma. Kuna mtu analipokea ubiri hilo. Na hakuna kitu kizuri chenye uwezo wa kubadilisha mtu kama mfumo wa maisha ya mtu husika. Mtu husika ambaye anahubiri, yani maisha yake yote yanakuwa kama ubiri, kuna watu wanapokea somo hilo. Na ipo siku utakuja kumuuliza, natamani nifahamu Mungu wako ni nani? Natamani nifahamu Mungu wako ni yupi? Kwa sababu ameyafanya maisha yake ni ubiri. Ameyafanya maisha yake ni somo kwa wengine. Sasa eneo la kwanza la Injili ni nyumbani kwako, yani Yerusalemu. Sasa pale nyumbani kwako, mke wako anakuonaje? Unaishije nyumbani kwako na familia yako? Mume wako anakuonaje? Je, anaona ubiri ndani yako? Ama anaona manyanyaso ndani yako? Je, mume wako anaona ubiri ndani yako? Ama anaona kunyanyaswa ndani yako? Na mahali pa kwanza ambapo unapaswa uwe Injili na hubiri la kutosha ni kwenye familia. Kama ukifanikiwa kuwa ubiri sahihi kwenye familia, wewe utafanikiwa kuwa wakili wa Injili mzuri kwa wanaokuzunguka. Mwanamke wako atakushuhudia aliyo mema. Watoto wako wataona ni mahali pa kimbilio wakati wote wanapokuona, wanakuja kukurukia kwa furaha, baba amerudi. Watoto wako wakimuona mama wanafurahia. Nami nikuulize swali kwa saa haya pekee unapokuwa ukinitazama rafiki yangu.
Kama kweli wewe ni wakili wa Injili, wanaisomaje hubiri lako familia yako? Ibada za nyumbani kwako, je, zinafanyika? Maana haya ndio maisha ya uwakili wa Injili. Kama Daniel alidumu kuomba mara 3 kwa siku, alikuwa ni wakili mzuri wa Injili. Mfumo wa maisha ya Daniel tu yalisadifu uwakili wa Injili. Na watu walipokuwa wakimwangalia, wanajifunza kitu. Japo alikuwa ni wanafiki wakati mwingine, lakini kuna masomo aliyapata. Nami nikwambie rafiki, namna unavyo-treat familia yako ndivyo inavyoonesha wewe ni wakili wa Injili ama la. Wewe ni wakili mwaminifu ama la. Mume wako ama mke wako anapokutazama, anapoona sura yako, je, anamuona Yesu? Anamuona Yesu ndani yako? Wakili wa Injili. Watoto wako wanapokuwa wakikutazama baba ama ukimtazama mama, je, wanaona sura ya Yesu? Wanaona Injili yenye uweza nayo okoa? Je, nao wanapona wakiona hiyo uweza? Je, wewe ni ubiri hapo nyumbani kwenu? Wewe ni Injili hapo nyumbani kwenu? Wakili wa Injili. Mfumo wako wa maisha. Kuna kina baba nyumbani, maisha yao hayasadifu wakili wa Injili. Unaweza kukuta wakati mwingine hata baba amekoa tu. Kakoa tu. Mama anaitika jikoni. Tena anakimbia, "Naam baba fulani." Lakini kwa baba kaitika, kakoa tu. Ni baba ni mkali. Watoto wakisikia mlio ama hodi inapigwa, wakitambua hii ni baba, kwanza unakuta watoto wa namna hii wanatambua kabisa ujio wa baba. Watoto waweza kuwa walikuwa sebleni, wanaama, wanaenda kujificha kwenye vyumba vyao, na wengine wanatafuta shughuli za kufanya, wawe mbali na baba. Hayo maisha hayasadifu wakili wa Injili. Hebu ishi ukifanya ama ukifanywa kuwa kimbilio. Mke wako akikuona afurahi, asipokuona kwa masaa 4, 5, 6 mpaka 9, ukitokeza afurahi, aseme nilikumisi mume wangu. Ama mume wako akiwa mbali na wewe, ama mke wako akiwa mbali na wewe, mume na wewe utamani kumuona mume wako, mke wako, kwa sababu ana usadifu mzuri wa uwakili wa Injili. Rafiki zangu, niwaambia kwamba jitahidi kuwa wakili mzuri wa Injili. Uyahudi, hilo ni eneo la pili. Uyahudi ni maeneo yote yanayotuzunguka, yanayozunguka Yerusalemu, majirani zetu. Na mimi nikwambie, majirani wanakuonaje hapo nyumbani? Ushirikiano nao vipi? Kuna kina mama wengine wanajulikana kwa mipasho na majirani zao. Hata wasawa kupeleka Injili akipeleka, majirani wanaweza kusema mama fulani, hata wewe nawe. Lakini naomba nikwambie, jitahidi kuwa wakili mzuri wa Injili. Kipimo cha mtu anayeishi kama Injili ni ukomavu wa kiroho, kimwili, kiakili, usisahau na kijamii. Aliyekomaa vizuri katika uwakili wa Injili, tunategemea pia ana mahusiano mazuri na majirani zake. Samaria ni makundi maalum ya watu wasiomjua Mungu, wa mbali kutoka Yerusalemu. Kama utakumbuka ilivyo historia ya Samaria, ni watu ambao walikuwa na uadui mkubwa na Wayahudi. Na Wayahudi waliwatenga sana wa Samaria, wakiamini kwamba hawa ni waabudu wanaoabudu milimani. Na kitendo cha kuwatenga, Yesu alikuja akawaunganisha kwa pamoja kwamba hata nao hao wanahitaji Injili. Sasa Yesu aliwahudumia wa Samaria. Nami ninakualika kuwa wakili wa Injili mzuri kuifikia jamii iliyotengwa na watu
kama makahaba, kama wanaojiuza, mateja, watu ambao sio wa dini wanaofanana nao. Hao wote ni watu wa karibu na wewe. Kuwa nao vizuri, kuwa injili, ili injili wafikie na wao wapate kuokolewa. Na kwa kuwa sisi ni mawakili wa injili, basi na tuwafikie hao walioko mbali ama waliotengwa na jamii, waione injili, waone tumaini, wauone wokovu. Jambo la mwisho, eneo la mwisho na la 4, hata mwisho wa nchi. Mwisho wa nchi ni mtu yeyote unayekutana naye. Huyo naye anahitaji injili. Kwa hiyo huyo anapaswa akuone ni injili, anapaswa naye aipokee injili. Mtu yeyote mahali popote ulipo naye, mwakilishi huyo naye anatamani kuipokea injili. Jitahidi na wewe kuwa wakili wa injili kwa huyo mtu. Rafiki yangu, nikutie moyo na kukupatia wito kuwa wakili mzuri wa injili. Nikutie moyo na kukupatia wito katika masaa pekee unapoendelea kutazama kipindi hiki, kuwa wakili mzuri wa injili. Wakili mzuri wa injili ni mfumo wa maisha yako wewe na mahusiano yako na Mungu. Maana kila unachokifanya itakuwa ni ubiri. Kila unachokitenda itakuwa ni ubiri. Na wakili huu pia wa injili tutadahiwa. Una wajibu. Nimwambia tangu mwanzoni, wakili una wajibu. Tutawajibishwa, tutaulizwa. Umepewa uwezo wa Mungu ndani yako, umeutumiaje? Hivyo basi nikutie moyo katika maeneo makubwa ya 4 ya injili. Jitahidi ufikie haya yote. Na kwa neema na kwa kipawa cha Roho Mtakatifu, Bwana atakuongoza. Hapo nyumbani Yerusalemu wafikie vizuri. Hapo kwa majirani wanaokuzunguka Uyahudi wafikie vizuri. Hapo Samaria nao waliotengwa, hao watu ambao wametengwa na jamii, wafikie vizuri. Lakini hata wale ambao unakutana nao mahali popote, waonyeshe maneno ya unyenyekevu, upole na uvumilivu, wahubiri, waielewe injili. Bwana akubariki sana. Bwana akutie nguvu. Bwana akurehemu, na Bwana akupatie uweza wake ndani yako katika kuishi na kuwa wakili mzuri wa injili. Bwana akubariki sana. Tuwe macho tupate kuomba. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya uwakili huu wa injili ambao umetueleza katika masaa haya. Tumejifunza kwa undani juu ya uwakili huu wa injili. Tunachoona ni kwamba Yesu, tunahitaji kuwa na mahusiano mazuri na wewe Yesu Kristo, ili tuweze kuishi katika uwakili wa injili. Tuweze kuishi kiuwakili. Maisha yetu yakawe ubiri tosha. Maisha yetu yakawe ni somo tosha kwa wengine. Na hatimaye waje wengi katika upande wako, na wote tuandaliwe kwa uzima wa milele, ili Yesu wote tukakulaki mbinguni siku tutakaporudi mara ya pili. Ndivyo tunavyoomba na kuamini umesikia maombi yetu. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.